Kituo hiki kimefika hapa katika dampo lililopo mtaa wa Masaki hapa katika kata ya Ichenjeza wilayani Mbozi na kushuhudia tukio la kutupwa kwa mtoto huyo, kisha kuzungumza na baadhi ya mashuhuda wakiwemo wale wanaofanya kazi katika dampo hili. Wanapita dampo mkanipita kama kupita kutunga naangalia tatizo zikoje, ambapo mtoto yuko ndani ya dampo. Nikisha nikifika mbele kwa sababu vijana wenzangu nikawaambia jamani, kuna mtoto ametupwa ndani ya dampo. Niwaambia wenzangu ndio katoka wawili bila kusema tumeta mwenyekiti wa kitongoji afu ndio atatoa taarifa kituoni ili tutukue mtoto huyo aende sehemu husika. Yanavyoonyesha kama alikuja kutupa imfunga kwenye bahasha zile kubwa, imfunga kwenye bahasha. Kati ya ile mvua ya jana usiku hivyo mnyeshea, ikawa ile nani imetanika, ile nani fungashio kimetanika kimeachia na kama baki yuko wazi. Kama imemasi tumetoa ile kitambaa kingine tukawa tumefunika hapo hapo. Hii ni mara ya pili. Tunashangaa madampo mengine hatukuti vitendo kama hivi, lakini hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza tulipata wa kiume, leo wa kike. Kikubwa zaidi ni hawa kina dada ambao wanapata mimba afu wanatoa bila sababu za msingi. Nafasi asibebe mimba tu, kama naona hivyo, kama nataka starehe asibebe mimba. Kwa sababu anapobeba mimba mpaka mtoto anakuwa kiasi hicho, anakuja kumtupa. Kweli hali sio nzuri. Yaani mtu aliyefanya hili tukio tuseme kabisa hana Mungu. Yaani shetani akamvaa kwamba amuingie, ndio maana amekuja kufanya kitendo ambacho sio kizuri kabisa, ambao Biblia inakataa kabisa, yani kumuua mtu. Mungu amempa pumzi, wewe unamuua. Yani ni kosa la jinai kabisa. Mimi naitwa Sifa Nasolo Kolongo, ni mkazi wa kitongoji cha Masaki, ni mwenyekiti wa kitongoji. Nilipofika saa 3 asubuhi, wafanya usafi wa hili dampo la Masaki walinifuata nyumbani kwangu na kuniambia kuna mtoto ametupwa kwenye dampo. Baada ya kufika hapa kwenye dampo kumwangalia mtoto, ni jinsia ya kike. Kwa hiyo ndugu zangu wa kitongoji cha Masaki, kata Ichenjeza, nawaombeni sana tuwe makini kwa hili tukio lililotokea. Na hili tukio sio la mara ya kwanza, ni la mara ya pili. Mara ya kwanza tulikuta mtoto wa jinsia ya kiume. Tunaomba ushirikiano wenu. Kwa yoyote ambaye anayejua jirani yake, ndugu yake alikuwa mjamzito na sasa hivi sio mjamzito, tunaomba afike kwenye uongozi atuwaelekeze. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Augustina Senga, kwa njia ya simu amethibitisha tukio hilo na kuelezea hatua ambazo wamechukua mpaka sasa, huku akitoa rai kwa wananchi. Kwa hiyo mpaka sasa haijatambulika na wafungiwa wa mtoto umepelekwa hospitali ya wilaya Mbozi kwa ajili ya uchunguzi wa kitabibu na kuendelea kumtafuta aliyefanya kitendo hicho. Ni vitendo vibaya, vitendo vya kikatili, vitendo vya kinyama, lakini pia ni kosa la jinai.